Jua lilikuwa linaanza kushuka polepole kuelekea upande wa bahari, huku anga likibadilika rangi kutoka bluu kwenda rangi ya machungwa na nyekundu. Kijiji cha wavuvi kilikuwa kinaanza kutulia baada ya shughuli za mchana. Wavuvi wengi walikuwa tayari wamerudi kutoka baharini na walikuwa wanavuta boti zao juu ya mchanga huku wakizungumza kwa sauti na kucheka. Wanawake walikuwa wanapanga samaki waliovuliwa ndani ya vikapu, huku watoto wakikimbia ufukweni wakicheza karibu na mawimbi madogo. Lakini mbali kidogo na kundi la watu waliokuwa ufukweni, kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa anatembea polepole kuelekea upande wa utulivu wa ufukwe. Kijana huyo alikuwa Salim. Tangu asubuhi aliporudi kutoka kuvua pamoja na rafiki yake Hamadi, mawazo yake hayakuwa yametulia kabisa. Mkufu ule walioupata ndani ya wavu wao ulikuwa bado mfukoni mwake, na kila alipouhisi mkononi mwake alihisi baridi ya ajabu ikipita mwilini. Hamadi alikuwa amecheka tu aliposema mkufu ule labda ni wa mtu aliyepoteza baharini zamani sana, lakini Salim moyoni alijua kuwa kulikuwa na kitu zaidi ya hicho. Salim alifika sehemu tulivu ya ufukwe ambapo hakukuwa na watu wengi. Mawimbi yalikuwa yanakuja polepole yakipiga mchanga kwa sauti laini. Anga lilikuwa limejaa rangi nzuri za jioni, huku mwezi ukianza kuonekana polepole juu ya bahari. Salim alikaa juu ya jiwe kubwa lililokuwa karibu na maji na akatoa mkufu ule mfukoni mwake. Alipouweka mkononi, mwanga wake ulionekana kung'aa kidogo chini ya mwanga wa jioni. Salim aliutazama kwa makini. Michoro yake ilikuwa ya ajabu sana, kana kwamba ilitengenezwa zamani sana na watu wa kale. Huu mkufu ni wa nani? Alinong'ona peke yake. Sini yetu imehama na kuonesha ndani ya nyumba ya Hamadi, ambapo Hamadi alikuwa amekaa pamoja na baba yake wakizungumza baada ya kurudi kutoka baharini. Ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na taa ndogo ya chemlini inayowaka, huku baba yake Hamadi akitengeneza nyavu zilizochanika. Hamadi alikuwa amekaa pembeni akimwambia baba yake kuhusu kitu alichokipata ndani ya wavu wao. Tulipata mkufu wa ajabu sana baharini leo, Hamadi alisema huku akitabasamu. Baba yake alisimama kidogo na kumtazama kwa makini. Mkufu wa baharini? Aliuliza kwa sauti ya polepole. Hamadi alitikisa kichwa kukubali. Lakini baba yake hakutabasamu kama alivyotarajia. Badala yake uso wake ulionekana kuwa na mawazo mazito. Wakati mwingine vitu vinavyotoka baharini havipaswi kuchukuliwa kirahisi, alisema kwa sauti tulivu. Hamadi akacheka kidogo. Baba, unamaanisha nini? Baba yake alitikisa kichwa na kusema, bahari ina siri nyingi kuliko tunavyofikiri. Sasa sini yetu imeturudisha tena ufukweni pale Salim alipokuwa amekaa juu ya jiwe karibu na maji akiangalia mkufu ule aliyoutoa mfukoni. Mawimbi yalikuwa yanapiga karibu na miguu yake, huku upepo mwanana wa jioni ukipita juu ya maji. Salim aliendelea kuutazama mkufu ule kwa makini. Ghafla alihisi kama maji ya bahari yalikuwa yametulia sana kuliko kawaida. Sauti ya mawimbi ilipungua polepole, kana kwamba bahari yenyewe ilikuwa inasikiliza kitu. Salim alinyanyua macho yake kuangalia mbele ya bahari. Kwa sekunde chache kulikuwa na ukimya mkubwa sana. Halafu ghafla, sauti ile ile aliyosikia usiku uliopita ilisikika tena. Sauti ya mwanamke laini iliyotoka ndani ya maji. Salim. Mwili wa Salim ukasisimka ghafla. Alisimama haraka kutoka juu ya jiwe na kutazama baharini. Ni nani? Aliuliza kwa sauti ya wasiwasi. Mawimbi yalitikisika polepole, kana kwamba kuna kitu kilikuwa kinapanda juu ya maji. Halafu ghafla, mwanga mdogo ulionekana ndani ya mawimbi. Mwanga ule uliongezeka polepole mpaka sura ya mwanamke ikaanza kuonekana juu ya maji. Nywele zake zilikuwa ndefu, zikielea juu ya mawimbi, na macho yake yalikuwa yanang'aa kwa mwanga wa ajabu. Alikuwa yule yule mwanamke aliyemuona usiku uliopita. Salim alirudi nyuma hatua moja kwa mshangao. Moyo wake ulikuwa unapiga kwa nguvu sana, kiasi kwamba alihisi kama kila sauti ya mapigo ya moyo wake ilikuwa inasikika kwenye ufukwe ule. Mwanamke huyo alimtazama kwa tabasamu la ajabu, kisha akasema kwa sauti tulivu sana, "Usiogope Salim." Salim alimeza mate polepole. "Ni nani hasa?" aliuliza kwa sauti iliyokuwa imejaa mshangao. Mwanamke huyo alinyamaza kwa sekunde chache, huku macho yake yakimtazama moja kwa moja.
halafu akasema polepole, mimi ni wa bahari na mkufu ulioshika ni wangu. Sini yetu imehama na kuonesha ndani ya maji ya bahari, chini ya mahali Salim alipokuwa amesimama ufukweni akiangalia mkufu ule aliyoutoa mfukoni. Ndani ya kina kirefu cha maji kulikuwa na mwanga wa ajabu uliokuwa unang'aa kama nyumba ya siri iliyojengwa chini ya bahari. Viumbe vidogo vya bahari vilikuwa vinaelea karibu na mwanga huo, huku nywele zake zikipeperuka ndani ya maji. Macho yake yalikuwa bado yakimtazama Salim kupitia uso wa maji. Kulikuwa na nguvu ya ajabu iliyokuwa ikimvuta Salim polepole karibu na bahari. Sasa sini yetu imeturudisha tena ufukweni, pale Salim alipokuwa amesimama karibu na mawimbi akizungumza na mwanamke yule wa ajabu aliyetokea ndani ya maji. Salim alishika mkufu ule kwa nguvu kidogo, huku akimtazama mwanamke huyo. "Huu ni mkufu wako?" aliuliza. Mwanamke huyo alitikisa kichwa kidogo, huku tabasamu lake likionekana kuwa la siri. "Ndiyo, ulipotea muda mrefu sana uliopita." Salim alihisi baridi ikipita mgongoni. "Wewe ni nani hasa?" aliuliza tena. Mwanamke huyo alitazama mwezi uliokuwa umeanza kupanda juu ya bahari, kisha akasema kwa sauti laini, "Mimi ni jini wa bahari." Salim alibaki kimya kabisa. Maneno hayo yalikuwa mazito sana kuyasikia. Lakini kitu kilichomshangaza zaidi ni kwamba hakuogopa sana kama alivyotarajia. Badala yake alihisi kama kuna kitu ndani ya moyo wake kilikuwa kinamvuta kusikiliza zaidi. Jini huyo alimtazama tena na kusema polepole, "Na wewe Salim, wewe ni mtu ambaye bahari imekuchagua." Mawimbi yalipiga ufukwe kwa nguvu kidogo, kana kwamba bahari ilikuwa inasisitiza maneno yale. Salim alisimama kimya akitazama uso wa jini huyo, huku mkufu ule ukiwa bado mkononi mwake. Hakujua kwamba huo ulikuwa ni mwanzo wa uhusiano wa ajabu sana kati yake na kiumbe cha bahari. Na kadri usiku ulivyoanza kuingia polepole juu ya kijiji cha wavuvi, siri ya bahari ilikuwa inafunguka hatua kwa hatua.